mchezo huu wa kesho? Maandalizi yako vizuri, tunashukuru Mungu kwa hatua tuliyofika baada ya kushinda kwenye robo finali, na idadi kubwa wachezaji tuliokuja nao karibia wote wako tayari kwa mchezo kesho, japo kutakuwa kwa wale ambao kidogo wana changamoto za injury, lakini sio wengi kama ilivyokuwa kabla tujakuja huko kwenye Muungano Cup. Kwa hiyo idadi kubwa wachezaji iko kwenye mazoezi na watakuwa tayari kwa kesho. Ni nini ambacho mmekilenga hasa Azam FC kwenye michuano hii? Pengine mnataka kabisa kuchukua kombe hili na mbali na kualikwa pia? Sisi hamna kwa mashindano tunacheza hatutaki kushinda. Kila mashindano tunacheza ndio maana tumekuja. Na tumekuja kabisa. Kwa hiyo hiyo tu inaonyesha kuwa tuna nia ya kupambana mpaka hatua ya mwisho. Inaongeza ugumu kiasi gani na ukubwa kiasi gani michuano hii? Hizi mechi tukutana kubwa sisi kwetu zinakuwa sio mechi za, yani msawa ni kubwa, tunacheza na wakubwa, tunawaheshimu, tunawapa respect yao wao wakubwa, lakini hatuna ugeni nazo kwa sababu ndio mechi ambazo katika msimu tunacheza nyingi. Kesho tukienda kucheza nao inakuwa mechi ya 3 katika msimu, na ndio kwanza tuko mwezi wa 4, na pengine Mungu akijalia tunaweza tukakutana nao tena kwenye FA, lakini Mungu akijalia bado tuna mechi nyingine kwenye ligi. Sasa utaona ndani ya msimu mmoja tunaenda kucheza nao mara 5. Kwa hiyo ni hivyo hivyo na wenzao. Kwa hiyo mechi ukiwa mpaka leo mwezi wa 4 unaweza kucheza nie pamoja mechi 3, na ndio karibia misimu yote inakuwa namna hiyo. Sasa hapo hakuna ugeni wa namna. Sisi ugeni unakuwa labda ukutane na timu ambayo kama hizi za huku, tunaweza labda ukutane na Mlandege msimu mzima unakutana nao mara moja au mafunzo. Kwa hiyo ndio kidogo sawa. Hata makocha wenyewe kwenye kufanya tathmini zao za kuelekea kwenye mechi kiufundi inawapa ugumu namna gani wataenda kuiendea hiyo mechi. Lakini hizi mechi tunaenda kama kesho ni big game, tunaipa heshima yake wao wakubwa, lakini hazina ugeni hivyo. Sababu tushazoea tunakutana yani. Yeah. Makamu wa Rais, mimi swali langu ni moja tu. Mnapokutana na Yanga tunatarajia game nzuri sana katika uwanja. Kesho unatarajia mchezo wa aina gani kutoka kwa klabu yako dhidi ya Young Africans? Mechi itaendelea kuwa ina ugumu vile vile kwa sababu imeshaonyesha namna hiyo kwa takriban misimu 3 ya hivi karibuni. Hata kama inatokea mmoja anafungwa, lakini baada ya mechi kila mwenye jicho la kuona na kujua mpira ataongea. Itakuwa surprise kwa Azam kuingia finali? Haiwezi kuwa surprise kwa sababu mashindano ya Muungano sisi sio mara ya kwanza kuingia finali. Mwaka juzi sisi tumecheza finali hapa, tulicheza na Simba. Kwa hiyo haitakuwa jambo jipya kwetu sisi. Pengine mmecheza hizo finali takriban mara 2, lakini hamkufanikiwa kuchukua. Msimu huu mnahakikisha kwamba mkiingia finali basi muondoke na kombe. Muungano Cup tumecheza finali moja tu baada ya kurudi. Tulicheza Hodi Tanzania, Hodi Arusha. Alikuwa anachanjwa usiku. Yeye anachanjwa. Lakini baada ya kufika mlima Maombi, hiyo issue ikaisha. Yesu makofi mazuri. Mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel kutoka Mombasa, Kenya, anatua jijini Arusha. Hii ni maalum kabisa kwa ajili ya sherehe za miujiza ya maadhimisho ya mwaka mmoja wa mlima wa maombi uliopo Arusha, Tanzania, chini ya mtumishi wa Mungu Utukufu kwa Bwana, mtoto wa kiroho wa Pastor Ezekiel. Tangu mwaka 79 baada ya mlima maombi kuja nikapona, haujaanguka tena. Ni tarehe 11 na 12 mwezi huu wa 4. Leta wagonjwa, wenye shida na mateso, na Yesu Kristo atawafungua, atawaponya na kuwaweka huru. Yote ambaye kuna tatizo la ulemavu wakati wa kuinuka kutembea, inuka na utembee. Mahali ni Veta Audioro, mlima wa maombi, karibu na stendi mpya Bondeni City. Kushiriki mkutano huu piga simu namba 0756 22 5681.